96. Kwa hiyo kutokea mwaka 96 mpaka hivi sasa tulisema kwamba sisi Tanzania hatuna ugonjwa huo, na mpaka leo bado hatujapata mgonjwa ambaye ana maambukizi ambayo tumesema tumejithibitishia ni ya polio na kutangaza duniani kwamba tuna mgonjwa wa polio. Kwa hiyo Tanzania tulikuwa tumefanya eliminations ya ugonjwa, hatuko nao kabisa toka miaka hiyo. Lakini hivi karibuni nchi za jirani zimekumbwa na mlipuko wa ugonjwa wa polio ikiwemo Malawi, Zambia, Burundi pamoja na Kongo. Kwa hiyo hii sasa ndio inayotupasa sasa, kama sasa hivi wanasema dunia si kijiji tena. Yaani dunia ni kijiji. Masaa machache tu sasa hivi huko Kongo, masaa machache sasa hivi huko Zambia, masaa machache sasa hivi unaweza ukawa Burundi. Kwa hiyo mwingiliano wa watu umekuwa mkubwa, na ndio maana ikatupelekea Wizara ya Afya ikatuletea sasa uongezaji wa chanjo hii ya polio. Sasa kutokana na mwingiliano wa wananchi baina ya Tanzania na nchi hizi za jirani yetu, miongoni mwa nchi zilizo katika hatari kubwa ya kupata maambukizo ya ugonjwa wa polio endapo hatua madhubuti hazitachukuliwa ni pamoja na sisi kama Tanzania. Kwa hiyo ugonjwa huu unaweza kumpata mtu yeyote katika umri wowote. Mtu yeyote katika umri wowote. Lakini kwa watoto waliokuwa chini ya miaka 15 wao ndio wapo katika hatari zaidi ya kupata maambukizo ya ugonjwa huu. Sasa kutokana na kuwepo kwa mlipuko wa ugonjwa wa polio katika hizo nchi nilizozitangulia kuzisema, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeendelea kuchukua hatua mbalimbali kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huu, ikiwepo hii ya kutambulisha sasa dozi ya pili ya sindano ambayo inaenda kutuzuia na maambukizi ya ugonjwa wa polio. Aidha, Wizara ya Afya kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo imeandaa mafunzo ya utoaji wa chanjo dhidi ya virusi vya ugonjwa wa polio kwa watoa huduma za afya nchi nzima. Kwa hiyo baada ya uwasilishaji huu pamoja na mambo mengine, tutaenda kuelekeza sasa watu wa zile huduma za afya kwenye vile vituo vyetu vya kutolea huduma za afya kuanza sasa kutoa chanjo hii ya pili ya sindano kwa watoto wetu wanapoenda kupata chanjo kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma za afya. Sasa ugonjwa wa polio ni nini? Ugonjwa wa polio tunaita kama ni ugonjwa wa kupooza. Kwa kizazi cha sasa wasiweze kujua, lakini kile kizazi cha zamani wanafahamu. Unaambukizwa na kirusi kijulikanacho kwa jina la polio virus kama alivyosema mgeni rasmi, lakini ugonjwa huu unaweza kumpata mtu yote katika umri wowote, ila watoto waathirika zaidi kama nilivyotangulia kusema. Lakini mtu anaambukizwa na virusi vya polio kupitia chakula au maji yaliyochafuliwa na kinyesi ama matapishi. Ndio lile sasa ambapo mwenyekiti ametilia mkazo usafi, hasa kwenye matumizi ya vyoo, na vyoo tuhakikishe vile vilivyo bora. Tukifikia huko, haya magonjwa mengine yanaweza kutuepuka. Kwa hiyo mtu anapata maambukizi ya ugonjwa huu kupitia kinyesi ama matapishi kutoka kwa mtu mwenye ugonjwa, na yeye akala kupitia aidha maji ama chakula. Kwa maana sasa chakula atakachokula kama kimeambukizwa kutokana na kinyesi ama matapishi ya mtu ambaye amepata maambukizi, atapata maambukizi, lakini pia ni maji. Ndio pale tunaposema kwamba una choo kama utajisaidia porini, na kama una maambukizi ya ugonjwa huo, maji yatatiririka, yataenda sehemu ambayo watu wanakusanyika kuchukua maji, na kama hawatoyatibu watapata maambukizi. Kwa virusi vya ugonjwa wa poliomyelitis ukaa kwenye utumbo wa binadamu na uzaliana kwa haraka, na baadaye huweza kushambulia mishipa ya fahamu. Na ikifikia kushambulia mishipa ya fahamu ndio tunapata ule kupooza. Uambukizi wa mishipa ya fahamu husababisha kupooza katika sehemu moja za mwili, kama ambavyo tutaenda kuona picha za watu ambao wamepata maambukizi ya ugonjwa huo. Sasa dalili za ugonjwa huu zikoje? Dalili za awali ni homa, kuumwa kichwa au mwili, kuhara na kutapika. Hizi dalili za awali na zinaingiliana na magonjwa mengine kama malaria na magonjwa mengine. Kwa hiyo mtoto anaweza kuwa na dalili hizi za awali na kuendelea na dalili zifuatazo. Kumsaidia mfumo wa upumuaji itakapopooza, na maana uwezekano wa yeye sasa kupata oxygen ili kuendesha maisha yake yanapotea, na huyo mtu atasuffocate na mwisho wa siku atakufa. Lakini tukumbuke, sio rahisi kutambua kwa uhakika mgonjwa wa polio kwenye jamii. Sio mafunzo haya sasa yakitoka hapa tuseme sasa wale wagonjwa wa polio tunao uwezo wa kwenda kuwatambua. Lakini tunaweza kuwatambua kwa kuzingatia ugumu huu. Mtoto yeyote mwenye umri chini ya miaka 5 ambaye atapooza ghafla bila sababu yoyote ya wazi, kama vile ajali ama kuumia ubongo au ajali nyingine yoyote, basi mtoto huyu ashukiwe kuwa ana polio, ambayo tunaita polio suspect. Na hapa tumeweka
bodi hapa, ashukiwe kuwa na nini? Ana polio. Sio tuseme ana nini? Ana polio. Kwa sababu kama huyu mtoto amezaliwa vizuri na akakua, alipofika umri wa miaka 9 ama 4 ama 5, akapata zile dalili za awali, tukachukulia kwamba ni matatizo ya kawaida. Tatizo likaendelea mpaka ile mishipa yake ya fahamu ikaenda ikafa, kwa maana ikapooza. Katika ile eneo ambalo atakapoenda hiyo mishipa yake ya fahamu itakapokwenda kupooza, ndipo anapoenda kupata huo ulemavu. Kwa hiyo anaweza akaenda akapata ulemavu wa ghafla. Lakini tukifuatilia huyu mtoto hakuwahi kupata ajali, hakuwahi kuanguka akasema ameumia kichwani ama kwenye uti wa mgongo ikapelekea kupooza eneo la chini. Sasa huyo mtu tunamuita kama huyu ni mshukiwa. Sasa na sisi tukishampata huyo mshukiwa, uwaga tunachukua sampuli. Sampuli tunaipeleka maabara kuu ya taifa, wale ndo wanatuambia huyo mtoto amekutwa kule na maambukizi ya polio, na pale ndo tunaposema sasa huyu mtoto amepata maambukizi ya polio na ulemavu wake umetokana na kushambuliwa na hivyo virusi tunavyoita polio viruses. Picha hizi zikionyesha mfano watoto walioathirika pamoja na ugonjwa wa polio kama tunavyowaona. Binti mzuri tu, lakini ukiangalia eneo lake la chini miguu imepooza. Hawezi kutembea, ni mtu ambaye atategemea familia kwa miaka yake yote. Na kundi la pili kama tunavyoona ni wagonjwa wa polio ambao wamejikusanya wakatengeneza timu yao. Na wale pale ambao wana jezi na tunawaona wengine wanatembea mikono minne, lakini pia yule tembelea magongo na ile misaada ya kuimarisha miguu yake. Kwa hiyo kikubwa ugonjwa wa polio unaathiri, na athari yake kubwa ni kupooza kwa baadhi ya viungo, na kama hapa tunavyoona viungo ambavyo vimeathirika zaidi ni miguu. Sasa kinga ya ugonjwa wa polio ni nini? Kinga ya ugonjwa wa polio inakingwa na chanjo ya polio ya matone ambayo tunaita OPV, kwa maana oral polio vaccine. Lakini pia tuna chanjo nyingine ya sindano ambayo tunaita injectable polio vaccine kifupi chake. Sasa chanjo ya matone ya maji hutolewa kwa watoto mara tu wanapozaliwa. Mtoto anapozaliwa tu, ukiacha ile ambayo tunawapa kwa ajili ya kifua kikuu, tunawapa na matone. Na kuendelea kutolewa hadi atakapofikisha umri wa wiki 6, 10 na 14. Lakini kwa sasa chanjo hii ya IPV ambayo tunaita injectable polio vaccine, hii chanjo ya sindano hutolewa kwa watoto wakiwa na umri wa wiki 14. Kwa hiyo chanjo ipo na sasa hivi wanapata watoto wetu wanapoenda kliniki wanapofikisha wiki ya 14 wanatolewa. Sasa kwa lengo la kuimarisha kinga dhidi ya ugonjwa wa polio nchini, watoto wote wataanza kupewa dozi ya pili ya chanjo ya polio kwa maana injectable polio vaccine, dozi ya pili watakapofika umri wa miezi 9. Na kama tunafahamu mtoto wa miezi 9 ndo anapata ile chanjo ya measles rubella, kwa lugha rahisi tunasema ugonjwa wa surua. Na mara nyingi wanapewa na chandarua. Kwa sasa tutaenda kuongeza dozi ya pili kama alivyosema mwenyekiti ya chanjo ya sindano kwa watoto wote watakaofikisha umri wa miezi 9 kuanzia Mei hii ambayo tunayo. Chanjo ya sindano ya polio ni chanjo inayotengenezwa kwa kutumia aina 3 za kirusi hawa wa polio, kwa sababu tunataka cross cutting kinga. Kwa maana kama utashambuliwa kwa virus namba 1, serotype namba 1, kinga upate. Kama utashambuliwa na virus serial namba 2, serotype namba 2, kinga upate. Kama utapata na ile nyingine ya 3, tutahakikisha kwamba tunaweza kukukinga kwa hiyo chanjo. Kwa hiyo hawa polio serotypes zote 3 zimechanganywa na kutengenezwa chanjo. Sasa mtu anaweza akauliza kwa nini sasa mkachukua hizo virusi mtengenezee chanjo? Kibiolojia wanafanya tunaita live attenuated vaccines, kwamba kinachofanyika tunaenda kuchukua aina ya protini ya kirusi ambacho tunaita ni antigen, ambayo kwa kirusi. Sasa sisi maabara wanachokifanya wanamuua nguvu. Ni sasa na askari ambayo kaenda ukampokonya silaha yake ama ukamdhoofisha asiweze kukudhuru. Sasa badala ya pale kuchukua, tunachukua ile antigen, aina fulani ya protini. Hiyo ndio tunaenda kuitengenezea chanjo ambayo sasa tunaenda kumuingizia mtoto. Tukimuingizia mtoto, kwenye mwili unafanya antigen antibody reactions. Anapoingia adui, mwili unatengeneza kinga, ndio hizi tunaita antibodies. Sasa tayari ukishatengeneza kinga, maana yake ndio tayari ushatengeneza kinga ya mwili
ya huo ugonjwa ambao tunayo. Kwa hiyo baada ya kukuingizia ile antigen, mwili unafanya antigen antibody reactions, utapata taarifa, utapeleka kwenye brain ya akili itapeleka taarifa, ikatengenezwe hizo kinga kwenda kushambulia ule mdudu ambaye ameingia. Kwa hiyo baada ya pale utakuwa umepata hiyo chanjo. Na hii chanjo yetu imethibitishwa na haina changamoto yoyote na Shirika la Afya Duniani yani WHO, lakini pia tuna mamlaka ya dawa na vifaa tiba yani TMDA imejithibitisha kwa matumizi hapa nchini. So kuanzia mwezi Mei 2025 chanjo ya sindano yani IPV2 itatolewa kwa dozi 2 sambamba na chanjo nyingine kwa ratiba kama ambavyo inaonekana. Kwa umri wa wiki 14 mtoto atapata hiyo chanjo ya sindano, lakini atapata na chanjo zingine. Kwa mfano Penta 3 na ile nyingine PCV3 na Rota. Lakini kwa umri wa miezi 9 atapata hiyo kama nilivyosema measles rubella, na pia atapata hiyo sindano ya IPV2 pale atakapofikisha umri wa miezi 9. Lengo la chanjo ya pili ya sindano. Kwa nini Tanzania imeanzisha sasa kuwa na chanjo ya pili ya sindano kwa ugonjwa wa polio? Lengo lake kubwa ni kuzuia kuenea kwa virusi vya ugonjwa wa polio. Kama ambavyo tumesema, majirani tayari wameshapata mlipuko wa ugonjwa huo. Sisi sasa tunaenda kuongeza kinga zaidi ya mwili. Kwa sababu hata wataalamu wanasema si watoto wote wanapata chanjo. Yaani si watoto wote wanapata kinga. Inaweza kuna some percent ya watu wanaobaki. Ukifanya research unaikuta wote tutachanjwa. Lakini nani atakaye respond unaweza kukuta 80/20. 20 inaweza isirespond na asipate hiyo. Sasa ili kuhakikisha sasa tunaenda kupata hiyo chanjo, na ndio maana sasa hivi wizara imeelekeza hiyo chanjo sasa iongezwe pale mtoto atakapofika miezi 9 achome tena mara ya pili, ili kuhakikisha sasa tunapata ile chanjo kwa watu wote. Lakini la pili, kuimarisha zaidi kinga ya mwili dhidi ya ugonjwa wa polio, tunaimarisha zaidi. Kwa kama ile threshold ya ile chanjo inataka kupungua, sasa tunaiongezea dozi nyingine, tunaiongeza ili sasa hii miili yetu iwe na kinga ya kutosha ili kuweza kupambana na huo ugonjwa. Lakini la mwisho kabisa ni kupunguza ulemavu na vifo vitokanavyo na polio. Chanjo ya polio sio chanjo mpya, kutolewa dozi ya kwanza katika umri wa wiki 14 kama ambavyo tumetangulia kusema, pamoja na chanjo ya matone. Kilichoongezeka ni dozi ya pili ambayo hutolewa katika umri wa miezi 9 kuanzia mwezi Mei 2025 kwa lengo la kuimarisha zaidi kinga ya mwili dhidi ya ugonjwa wa kupooza yani poliomyelitis. Na chanjo hii inatolewa kupitia utaratibu wa kawaida wa utoaji wa chanjo zote katika vituo vyetu vya kutolea huduma za afya na huduma za mkoba. Huduma za mkoba ni zile huduma ambazo watumishi wanatoka kwenye kituo wanaenda mtaani ama wanaenda maeneo ambayo wananchi wanakuwa wanapata ugumu kufika kwenye vituo vya kutolea huduma za afya. Lakini la tatu ni elimishaji na uhamasishaji jamii